Sana sana mtazamaji wa Simkwet TV, bila shaka uko vizuri na naamini unaendelea sawa na mambo yamekaa vizuri kabisa. Mimi ni Ernesto Eliud, nipo hapa kwenye ofisi ya askofu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mashariki. Nataka nizungumze naye kuhusiana na swala zima la Pasaka, watu wanavyolitazama na aina ambavyo anaona jinsi watu wanaweza wakalichukulia ili liweze kuwasaidia katika maisha yao. Ni namna gani ambavyo Pasaka hii inaweza ikamsaidia mwanadamu yeyote kuweza kutoka sehemu aliyopo na kwenda sehemu nyingine. Tumezoea katika ibada za kawaida watu wengine wanafanya mambo ya kawaida, lakini kwa namna ambavyo Pasaka ipo inachukuliwa kwa uzito wa namna gani? Je, unafahamu nini kuhusu Pasaka? Nipo na Askofu Lawi Afulile Mwankuga ambaye ni askofu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mashariki. Askofu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari za kwako? Salama kabisa. Ninafurahi kukuona na tunaposhirikiana katika habari hizi kuhusiana na habari za Pasaka. Lakini kipekee ninashukuru kwamba tukizungumzia juu ya uelewa jambo katika maisha ya mwanadamu, hauko uelewa ambao jambo moja tukawa na uelewa unaofanana katika ujumla wa maisha ya mwanadamu awaye yote, lakini uelewa bado wa uhalisia wa jambo lenyewe utabakia pale pale. Hata tukitofautiana kuelewa, lakini uelewa bado uko pale pale. Na majira haya ya Pasaka, wengine wakifurahia kama sherehe tu, kama sherehe zingine, wanaweza wakawa sahihi kwa kiwango chao cha kuelewa, lakini umaana halisi tunapofurahi majira haya ya Pasaka, tunauona upendo wa Mungu, tunaona neema ya Mungu, tunaona sisi ambao tulikuwa mbali na Mungu tumefarakana na Mungu kupitia Pasaka, ambapo ni imani ya Kikristo kwamba tuliokuwa mbali na Mungu, kwa Mungu anatusogeza kupitia nguvu ya msalaba. Kwa hiyo si kula na kunywa tu, kufurahi matanuzi, na wengine tutasikia anakula bata. Sasa sijajua kula bata, kula vyovyote anavyoweza kutamka, lakini kubwa ni kuiona nguvu ya wokovu katika Yesu Kristo ambao tunasogezwa ya kumkaribia Mungu, kwamba ni ukombozi, ni upatanisho, lakini ni kuishi kwa matumaini kwamba kila ambalo limekufa linaweza likafufuliwa tena. Maana Kristo aliyekufa, na nasema Kristo asingefufuka basi imani yetu ni bure na tungali kwenye dhambi. Kwa tunapozungumza Pasaka, tunazungumza nguvu ya ushindi, nguvu ya matumaini, na hata wale waliolala katika Yesu Kristo si kana kwamba amelala ama wamepotea, na mwisho wa jambo moja ni mwanzo wa jambo lingine. Kuna maisha mapya mara baada ya kifo pia, lakini kubwa juu ya Pasaka tunafurahi kuona kwamba Mungu anatusogeza tena katika mahusiano, tunapata msamaha, tunapata ukombozi, na Mungu akitusamehe nasi tuishi kwa kusameheana. Maana kama binadamu tunaweza tukaitarifiana, tukatofautiana, lakini tunapokumbuka upendo wa Mungu ambao wahesabu makosa, wahesabu maovu, na ndio maana Biblia inasema Mungu angeangalia maovu yetu, nani angesimama? Kwa maisha ya familia, maisha ya jamii, tuwe na tabia ya kusameheana, tuwe na tabia ya kuchukuliana. Ndio maana ya Pasaka, kwamba tutangulize upendo, akujali utu wa watu. Mtu ana thamani kuliko vitu. Na kuna wengine ambao hawasherekei Pasaka, yani hawaendi ibadani kwa ajili ya Pasaka, ila wapo tu, sio hawafungamani na dini yoyote, lakini kwa wao Pasaka wanaifanya. Kuna namna eti inaweza kawasaidia na wao kwamba wanaungana na watu kwa njia wao wajui kwamba wanaungana nao kusherekea, na kwa kujua ama kwa kutokujua, lakini kama hajaenda ibadani anafanya anayofanya. Kwenda ibadani ni sehemu ya andiko kwamba msiache kukusanyika, lakini hata kama moyo wake unatambua kwa kutoenda ibadani, lakini anatambua kuna Pasaka, maanake ni namna tu ya tafasiri ya jambo, lakini anatambua kuna kitu ambacho ni cha tofauti na inaweza kumsaidia. Ninakumbuka kwa mfano ukisoma Mathayo 27:54, yule mlinzi alipoona matendo makubwa, tetemeko inatetemeka na giza limeingia, anasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunaomcha Mungu, tukionyesha matendo ya huruma kwa wengine, tukionyesha ubinadamu, hata huyu asiyemkiri Yesu Kristo kupitia maisha ya ushuhuda yatampa kuelewa kwamba huyu ana kitu cha tofauti. Kwa maisha ya ushuhuda ama matendo yanaongea zaidi kwa huyu, hata kama haamini,
lakini yale maisha yenye tabia njema tunavyoishi, hata huyu ambaye hamkiri Kristo, lakini ataona nikiwa na tabia kama ya huyu mtu ambaye anaikiri nguvu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, inaweza kumsaidia kuwa na maisha ya ubinadamu. Binadamu ni jambo la msingi katika maisha. Na wengine tunashuhudia baadhi ya siku kama hizi katika miaka tofauti, watu wengine ndio wanatumia kama fursa kufanya mambo yao ambayo ni mabaya. Kufanya kwa makusudi au kutokuwa kwa makusudi, kuna favor yoyote kwa mtu mmoja wapo kati ya huyo aliyefanya anajua na anayefanya ajue? Kutokujua sheria hakukukingi kwamba wewe huna kosa katika jambo ulilolifanya, lakini maisha ya binadamu kwa uumbaji ambao tumepewa na Mungu tumetofautisha na wanyama. Kwa sijajua, ndugu mtangazaji na mwandishi, kwamba hilo ambalo anaweza kafanya ambalo atasema hakujua, siwezi kujua ni jambo la aina gani, lakini katika ubinadamu wetu tunakumbushwa kutenda mambo ya utu. Hatujawa nyama, tumekuwa binadamu. Kwa kama mtu atasema hakujua, katika ufunuo wa kimungu kuna ufunuo wa jumla na kuna ufunuo maalum katika Yesu Kristo. Lakini hata ukiona tuumbaji, unaona kwamba iko nguvu ambayo ni nguvu si ya kibinadamu hii. Kwa huyu mtu ambaye atasema hakujua, itategemea ni engo gani ambayo anasema hakujua, lakini ungekuwa ni ushauri wangu kwamba ni vizuri atambue kwamba yupo Mungu na ambaye anastahili kumuishia kwa hofu. Kwa nini? Kwa sababu huyu ndiye Mungu anayeonyeshea mvua wema na wabaya, na hata tukilala iwe ni usiku iwe ni mchana, kwa mwema na mtu mbaya. Kwa hiyo tupe nafasi kuona kwamba yupo Mungu ambaye anamiliki nyakati zetu, na kama anamiliki nyakati zetu na anatujali tuwe na hofu ya kimungu. Kwa kama mtu anafanya jambo ambalo halileti baraka, na ndio maana kwa mfano maandiko yanasema lile usiopenda kutendewa usimtendee na mwingine. Kwa huyu mtu ambaye atakuwa hajui hilo analolitenda, siwezi kujua, na kama anasema mkuki ni kwa nguruwe, kwa mwanadamu ni mchungu. Sasa hilo asiyolijua ambalo hajui kuwa hajui, itategemea ni jambo gani, lakini ni ushauri wangu kwamba lile ambalo hapendi kutendewa asiwatendee wengine katika maisha yake popote awapo, katika maisha ya kimahusiano na mazingira. Na hata kutunza mazingira tu yanayotuzunguka ni sehemu ya kuendeleza uumbaji wa Mungu, maana mazingira ni uhai wetu, na watu wa mazingira wanasema mazingira ni uhai wetu. Tukiyatunza mazingira, tunatunza ni uumbaji wa Mungu. Kwa maisha katika ujumla, majira ya Pasaka, popote tuwapo, tunaitwa kutunza na kuendeleza uumbaji wake Mungu. Hiyo ni pamoja kujali watu, mimi ni kujali na wewe ni jali, tutendeane haki, na haki na wajibu vitendeke, na haki kitendeka amani ipo, na kila mmoja akifanya wajibu wake haki itatendeka, na haki kitendeka ni kwamba uzalishaji utaongezeka pasipo kutishiana na matishio ya wayo yoyote yale. Nilihudhuria ibada moja ya ushirika mtakatifu, lakini nikakutana na baadhi ya watu wawili watatu wamevaa nguo tofauti na nyeupe, lakini wakasema hatuwezi kushiriki kwa sababu tumevaa nguo tofauti. Sasa nikaanza kuwaza kuna nguvu gani ya mavazi kwenye kipindi hiki cha Pasaka? Nguvu ya siku hii nguo fulani, nguo fulani, nguo fulani. Na nguo nyeupe inaashiria utukufu, na rangi nyingine inaweza ikaashiria rangi maana nyingine, lakini suala la vazi, huyu ambaye hakushiriki kwa kuwa alivaa vazi si jeupe, pengine nguo kwake ilikuwa ni sehemu ya usemi wa kwake, pengine ni zaidi ya vazi alilokuwa amevaa. Lakini hata kama mtu amejiandaa kushiriki, suala la rangi ya nguo havina kizuizi cha kuto kushiriki kwake. Na kama yamkini kwake ushiriki wa ibada ya ushirika mtakatifu ilikuwa ni dharura, lakini ile anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa kupitia ibada ya ushirika mtakatifu bado tunarudi pale pale kwamba ni agizo la Yesu Kristo ambalo anatufanya tufanye kwa ukumbusho. Watu wana vitu vingi wanavyokumbuka katika maisha, lakini hii Alhamisi njema ambayo ni kushiriki chakula cha Bwana, ushirika mtakatifu, chakula cha jioni ama meza ya Bwana, inatusogeza kujipa tathmini, kujipa kutafakari, kujipa kujutia maisha yetu, lakini kuona
namna ambavyo Mungu anatusogeza kwake. Kwa kama mtu hakushiriki, ni mshauri, wakati mwingine ni vizuri akashiriki, mbali na utofauti wa rangi ambayo siku hiyo alikuwa amevaa, na sidhani kama kuna mtu aimtangazia asishiriki, lakini ibada ya ushirika mtakatifu inatusogeza na kukumbuka damu ya Pasaka kwamba damu hii kwa ondoleo la dhambi kwa ajili ya wengi. Kwa kifo cha Yesu Kristo hakina ubaguzi, ni kwa watu wa kike na wa kiume, watu wa kabila zote, kanda zote, maeneo yote. Kwa ibada ya ushirika mtakatifu inatuita sote pasipo kujali namna. Vinginevyo alipojitafakari alijiona tu hajajiandaa vema, lakini haiko rangi ya nguo kama zuio lake. Tunaitwa wenye dhambi ili tupate msamaha wa dhambi kupitia nguvu ya ibada ya ushirika mtakatifu. Tafsiri za nguo kwa siku kama Ijumaa pamoja na Jumapili ya Pasaka. Tafsiri za nguo, tafsiri za rangi, na ninabarikiwa kuona watu ambao toka Jumatatu mpaka Jumapili anaweza katafasiri rangi ya nguo, na wengine tutakuta hata Alhamisi wanasema wanakataa unyanyasaji, na wengine Ijumaa wakivaa nyeusi kwamba ni kama masikitiko, lakini Yesu alichukua masikitiko yetu, na kwa suala la rangi tunaweza tukatembea nalo sana, rangi ipi ni ipi, lakini kubwa kwamba Yesu amechukua huzuni zetu ili huzuni zetu zigeuzwe kuwa furaha. Tamani lako ni lipi kwenye kuadhimisha sikukuu ya Pasaka ya kufufuka kwa Yesu Kristo? Watanzania au dunia wanatakiwa kufanya nini katika vipindi hivi? Watanzania na dunia kwa ujumla, haya ni maisha, na sitaacha kusema kwamba haya ni maisha nikipata nafasi ya kuzungumza. Maisha yenye hofu ya kimungu, si baadhi ya siku. Watu sio na maisha yenye tabia ya kinyonga, ama maisha ambayo nikiwa nyumbani naishi hivi, nikiwa ugenini naishi tofauti. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba kila itwayo siku mbele za Mungu tunaitwa kuishi maisha ambayo ni ya kiuhalisia. Maana nabarikiwa nikisoma Mathayo 5:13 hadi 16, akieleza wanaomcha Mungu, wanaomcha Pasaka wetu mwanakondoo Yesu Kristo, anawahusia, tunahusiwa kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu, na nuru nguvu yake inaangaza gizani. Kwa maisha yetu yaendelee kuwa ya nuru mahala popote, na sisi ni chumvi mara palipoharibika, mara palipooza, mara pasipo na ladha nzuri. Kwa ladha nzuri katika maisha ya jamii si baadhi ya siku, mara pa kampuni, mara pa chama, mara pa taasisi wayo yote, mara pa mtu na mtu, panahitaji pawe na ladha ambayo ni nzuri. Kwa hiyo kama mtu anafikiri majira ya Pasaka ndio nitaishi vizuri, lakini majira mengine atafanya mbambamba zake, hapana. Namshauri maisha yake isiwe na kuigiza baadhi ya siku, yani yawe ya hofu ya Mungu kila itwapo leo. Kama vile ambavyo tunapumua kila siku, tuwe na hofu ya kimungu kila siku, kutenda haki, kujali wengine, kutanguliza wengine. Haya yawe ndo maisha tuko Tanzania kwa ujumla na ulimwengu kwa ujumla, na tukitenda haki amani itakuwepo. Na mida mingine kuna mambo yanatokeza, yanabadilisha na hali ya hewa na maisha, hofu zinaongezeka, lakini tunapotenda haki na kutambua mipaka kila mmoja mahali anapoishia, migogoro mingine inaweza ikajipunguza, maana kila mmoja atajua anaishia wapi na nani anaishia wapi. Ukivuka mpaka wa mahali usipoishia utajaza. Lakini kuna Watanzania ambao ni wa Moravian na wanakutazama muda huu, ambao unaongoza kwenye kanisa la Moravian Tanzania jimbo hili la Mashariki. Nini unawapa neno gani? Ni watakie baraka za Mungu. Mungu aliye baraka yetu, ambaye ametufikisha leo, kila mmoja na miaka tofauti, lakini tuone huruma za Mungu, tuone upendo wa Mungu. Bado narudi kwamba Pasaka ni upendo wa Mungu, na kama Mungu anatupenda, na niendelee kuwashukuru katika utumishi ambao kila mmoja anatumika mahali alipo, na Mungu endelee kustawisha kazi zao za mikono. Mungu endelee kuwajibu la mahitaji yao, na huyu ambaye amechukua masikitiko yetu, ambaye anafuta machozi yetu,
Mungu aendelee kutufuta machozi yale ambayo tunalia, na huyu Pasaka wetu ndo afya yetu, ndo nguvu yetu. Kwa hiyo niwatakie baraka za Mungu na nguvu za Mungu na nguvu ya ufufuo Yesu Kristo aliyefufuka. Viko vitu vingi ambavyo yamkini havijaenda vile ambavyo mtu angetegemea, lakini ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo iweze kufufua tena, iweze kurejesha tena kila kitu ambacho huyu anayesikia ujumbe, si Moravian tu, maadamu ni binadamu popote alipo, hii nguvu ya urejesho na ufufuo namwombea kwa Mungu ambaye ametufikisha leo, atufikishe kesho, na nyakati zetu ziko mikononi mwake, na tangazae mwisho mwanzoni, na niwatakie mwisho mwema, na kila mmoja anafurahia matunda ya mavuno yaliyo mazuri. Kwa kila mmoja awe na mwisho ulio mzuri, mwisho wa furaha. Amen. Amen. Asante sana. Asante. Na nikushukuru sana kwa uwepo wako. Nakushukuru sana, na baraka za Mungu ziendelee kuwa nawe, na Tanzania yetu iendelee kuwa Tanzania ambayo inaendelea kujali maisha ya watu, kila mtu amjali mwenzie. Sisi ni Watanzania, sisi ni binadamu, na kila mtu akimheshimu mwenzake na kumjali mwenzake, na Mungu ana nyakati zetu. Hata kama wako watu ambao anafikiri anaweza kamiliki nyakati za maisha ya watu wengine, ni vizuri tukatambua kwamba Mungu ndiye na hatima ya maisha ya kila mtu. Kwa inapotokea mtu anakatisha hatima ya mtu, hagombani na huyo mtu, hata kama sauti yake itafika popote, lakini anaingilia mpango na makusudi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu aendelee kumiliki nyakati zetu. Tumwachie Mungu aliyetuleta duniani atuondoe kwa majira ya kwake. Asante sana. Amen. Na mtazamaji, bila shaka umefurahi na kuna kitu kimeongezeka na umejifunza jambo. Tumehitimisha hivi mahojiano siku ya leo. Kumbuka nikutakie Pasaka njema na maadhimisho mema ya siku hii ya Pasaka na katika msimu wote huu. Kumbuka wengine wamefunga na walishafungulia tayari, mambo yanaenda vizuri kabisa. Wewe nikupe hongera, umefanikiwa vizuri sana. Mimi ni Mr. Eliud na hii ni Simkwai TV. Endelea kutufuatilia.